Nukta ya mwisho, istihbabu siyami al-yawmi at-tasi'i ma'a al-ashiri. Nukta ya mwisho Sheikh ameweka kifungu ambacho kinaelezea kupendeza kufunga siku ya 9 pamoja na siku ya 10. Fasulu hii anaeleza Sheikh maratibu siyami yaumi Ashura, anaelezea mipangilio ya kufunga siku ya Ashura na kupendeza kufunga siku ya 9 na siku ya 10. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma sama yawma Ashura wa amara bisiyamihi, Mtume alayhi salam alipofunga siku ya Ashura na akawaamrisha waislamu kufunga siku hiyo. Qalu ya Rasulullah, masahaba walisema kumwambia Mtume, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud, ewe Mtume, siku hii ya mwezi 10 wa Muharram ni siku ambayo wanaitukuza sana Mayahudi na Manasara. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salamu akasema, fa idha kana al-aam al-muqbilu, ikifika mwaka ujao, insha Allah, atakapo Allah, sumna al-yawma at-tasi'a, tutafunga mwezi 9, kwa maana tutafunga siku ya 9 na ya 10. Mtume alayhi salam alipoambiwa kwamba hii siku ambayo tunaifunga siku ya mwezi 10 pekee ni siku ambayo wanaitukuza ahlul kitabi. Sasa Mtume alayhi salam akaona hili inatakiwa kutofautiana na watu hawa, ndio akatangaza akawaambia kwamba mwakani insha Allah tutafunga mwezi 9 na 10. Qala ay arrawi, anasema rawi, falam ya'ti al-aam al-muqbilu, haukufika mwaka ujao, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mpaka akawa amefishwa Mtume alayhi salam. Kwa maana mwaka aliokuwa ameahidi Mtume kwamba akifika atafunga 9 na 10, Mtume hakufika huko sallallahu alayhi wasallam, akawa amekufa kabla ya kufika wakati huo. Akhrajahu Muslim wa fi riwayatin lahu, na katika riwaya nyingine Imam Muslim, la in baqitu, rekebisha hapo, la in baqitu ila qabilin, nikibakia mpaka mwakani, ila qabilin ay ila sanati almuqbilati, nikibakia mpaka mwakani, la asumanna tasi'a, nitafunga mwezi 9, ay la asumanna at-tasi'a wal 'ashira, nitafunga mwezi 9 na mwezi 10, ili kuonesha kutofautiana Waislamu na Mayahudi. Alhadithu dalilu ala annahu yustahabbu liman arada an yasuma Ashura, hadithi inaonyesha kwamba inapendeza kwa mtu ambaye anataka kufunga siku ya Ashura, an yasuma qablahu yawman, afunge kabla yake siku moja, wa huwa al-yawmu at-tasi', ambayo ni siku ya 9. Fayakunu sawmu at-tasi'i sunnatun, kwa inakuwa kufunga ile siku ya mwezi 9 ni sunna. Wa in lam yasumhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hata kama Mtume hajafanyaje, hajaifunga, lakini inakuwa ni sunna, li'annahu sallallahu alayhi wasallam azama ala sawmihi, alikusudia kuifunga kama tafika, sema tu ndo Allah hajamwafikisha kufika. Wal gharad min dhalika wallahu a'lam, na lengo katika hilo kufunga mwezi 9 na 10, an yadhummahu ila al-ashir, lengo la kufunga mwezi 9 wallahu a'lam inakusudiwa an yadhummahu, ajumlishe ila al-ashir, ajumlishe na siku ya mwezi 10, kwa maana atafunga mwezi 9 na mwezi 10, liyakuna hadiyuhu, ili uwe mwongozo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mukhalifan li ahli al-kitabi, ni wenye kukhalifiana na ahli al-kitab, Mayahudi na Manasara. Fa innahum kanu yasumuna al-ashira faqat, kwani Mayahudi na Manasara walikuwa wakifunga siku hii pekee ya mwezi 10. Wa hadha tushiru bihi ba'd ar-riwayat fi Muslim, na hili linaashiriwa na baadhi ya riwaya katika sahihi Muslim. Wa qad sahha an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, imethibiti hadithi
kutoka kwa Abdullah ibn Abbas mawqufan alayhi, hadithi ambayo ni mawqufu ala ibn Abbas. Maneno ya Abdullah ibn Abbas anasema sumu at-tasi'a, fungeni mwezi 9, wal 10 na mwezi 10, khalifu al-yahuda, tofautianeni na mayahudi. Athari hii ameitoa Imam Abdur Razzaqi, kadhalika Imam at-Tahawi wal Bayhaqi an Ata'i ibn Abbas بإسناد صحيح. وفي هذه دلالة واضحة، na katika hadithi hii kuna dalili ya wazi ala anna almuslima manhiyu an at-tashabbuh bilkuffari, kwamba muislamu amekatazwa kujifananiza na makafiri, wa ahli alkitabi, na ahli alkitabi ambao ndio makafiri, lima fi tarki at-tashabbuh bihim min almasalih alazima, kwa yale masalihi yanayopatikana katika kuacha kujifananiza na ahlul kitabi. Kujifananiza na kuacha kujifananisha na ahlul kitabi kuna maslahi yaliyokuwa makubwa kwa Muislamu na Uislamu, wal fawaid alkathira, na faida nyingi katika hilo. Wa min dhalika qat'u at-turqi al-mufdiyati ila mahabbatihim, na katika maslahi na faida za kukhalifiana na Mayahudi na Manasara, katika faida zake qat'u at-turqi al-mufdiya, ni kukata na kuepusha njia zinazopelekea al-mufdiya al-muaddiya ila mahabbatihim, njia zinazopelekea kuwapenda ahlul kitabi wal maili ilayhim, na kuelemea kwao. Kwa katika faida za kukhalifiana na ahlul kitabi ni kujiepusha na njia zinazopelekea na kukata njia hizi zinazopelekea kuwapenda na kuelemea kwao. Wa tahqiqu maana albara'ati minhum, na kuimarisha maana ya albara, maana ya kujiweka mbali na ahlul kitabi, wa bughdhihim fillahi ta'ala, na maana ya kuwachukia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Alwalau walbara, na kwetu sisi kwa ahlul kitabi ni albarau. Natakiwa tujiweke mbali na watu hawa makafiri na washirikina, na tuwachukie kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa fihi aidan istiqlalu almuslimina wa tamayyuzuhum, ay tamayyuzuhum min alkuffari. Pia katika faida za kuacha na kujiepusha kujifananiza na ahlul kitabi, katika faida zake istiqlalu almuslimin, ni vile waislamu kujitegemea na kujitosheleza katika mambo yao, kadhalika na kupambanuka kwao waislamu kuacha kujifananiza na wasiokuwa waislamu. Waislamu wanakuwa na tamayuz, wanakuwa na miza, wanatofautiana na wasiokuwa waislamu katika ibada zao na mambo yao mengine. وقد ذكر أهل العلم أن أفضل المراتب من في صيام عاشوراء، ومتاجا baadhi ahli ilmi kwamba mpangilio uliokuwa bora zaidi katika kufunga siku ya Ashura, saumu 3 ayamin, ni kufunga siku ngapi? 3. Hapa tuwe makini, Sheikh anataja mipangilio hii. Anasema baadhi ya ahli ilmi wamesema mpangilio uliokuwa bora, yani njia iliyokuwa nzuri katika kufunga siku ya Ashura, saumu 3 ayami, ni kufunga siku ngapi? 3. At-tasi'u wal 'ashiru wal 11, kufunga mwezi 9 na mwezi 10 na mwezi 11. Wamesema hivyo baadhi ya ahlul ilm. Wastadallu bihadithi ibn Abbas, na wakastadili na hadithi ya Abdullah ibn Abbas aliposema khalifu al-yahuda, khalifianeni na mayahudi, muwakhalifu mayahudi katika funga ya Ashura. Wasumu qablahu yawman, na fungeni kabla yake, yani kabla ya mwezi 10 siku moja, kwa maana fungeni mwezi 9. Wa ba'dahu yawman, na baada yake, kwa maana baada ya mwezi 10 pia fungeni siku moja, kwa maana mwezi 9, 10 na 11. Wa hadha hadithun dha'ifun, na hadithi hii ni dhaifu, la yaulu alayhi. Hadithi hii ni hadithi ambayo haina mashiko na haina nguvu,
na haifai kuiegemea. Ni hadithi ambayo haiegemewi, yani haitegemewi katika masala hii. Haifai kuisimamishia hujja, yani haifai kusimamisha hujja kwa hadithi hii. Hadithi dhaifu, la taqumu bihi alhujja illa an yuqala, isipokuwa pakisemwa kwamba inna siyama thalathati, kufunga siku tatu, yati fadluha, inakuja fadhila yake, yani inakuja utukufu wake, ziyadatan ala fadli Ashura, yani ubora wake unakuja kutokamana na ubora wa siku yenyewe ya Ashura, likauniha min shahri haramin, kwa kuwa kwake funga hiyo ni katika mwezi mtukufu. Kwa hiyo kufunga hizi siku tatu ubora wake unakuja utapatikana kwa sababu kwamba funga hiyo inapatikana katika mwezi uliokuwa mtukufu. Kwa hiyo bila shaka ukifunga siku tatu utapata ujira uliokuwa mkubwa, lakini haina maana kwamba imekuja dalili inayoelezea kufunga siku tatu. Hakuna. Hadithi hii iliyotegemewa ni hadithi ambayo ni dhaif. Warada alhathu ala siyamihi, imekuja nasu, imekuja dalili kuhimiza kufunga mwezi huu wa Muharram. Imekuja kama dalili hadithi ambazo tumezisoma huko nyuma zikielezea ubora wa kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Kwa hiyo si vibaya mtu akafunga siku tatu, siku ya mwezi 9, 10, 11, la basi, sawa, lakini sio kwamba ndio martaba iliyokuwa bora zaidi, la, sawa sawa. Wa liyahsula fadlu siyami 3 ayami min kulli shahri, kadhalika na ili mtu aweze kupata fadhila, ubora wa kufunga siku tatu kwa kila mwezi, pia inaweza ikaja fadhila zake kwa njia hii, liyahsula fadlu siyami 3 ayami min kulli shahri, ili mtu aweze pia kupata ubora wa kufunga siku tatu kwa kila mwezi. Waqad warada anil imami Ahmad, na imekuja kwa Imam Ahmad, annahu qala man arada an yasuma Ashura, atakayetaka kufunga siku ya Ashura, swama 9, afunge mwezi 9, wal 10, na mwezi 10, illa an tushkila ash-shuhuru, illa an tushkila ash-shuhuru fayasumu 3 ayyam, isipokuwa kama kutakuwa na ishkali, yani yani miezi ikitatiza, yani kimtatiza yule mfungaji katika kuingia kwake, kama imemchanganya tarehe kwenye kuingia na kadha, fayasumu 3 ayyam, anaweza kafunga siku tatu. Anasema Ibn Sirin yaqulu dhalika, Ibn Sirin anasema mithili ya maneno hayo, kwamba ikiwa labda mwezi umemtatiza mtu anakuingia kwake akawa hajui ni siku gani ya mwezi 10 itakuwa lini, anaweza kafunga siku tatu, ili aweze ndani ya hizi siku tatu atakuwa ameipata siku ya mwezi 9 na mwezi 10. Kama itakuwa imemtatiza anaweza akafunga hivyo. Tayib, hii ni martaba ya kwanza. Martaba ya pili, mpangilio wa pili katika kufunga siku ya Ashura, almartabatu thaniya saumu 9 wal 10, ni kufunga mwezi 9 na mwezi 10. Wa alaiha aktharu alahadith, na katika martaba hii ndio zimekuja hadithi nyingi, wataqaddamat, na zimekwisha tangulia maelezo yake. Wa hadha huwa alafdal, na hii ndio martaba iliyokuwa bora, kufunga mwezi 9 na mwezi 10. Umeelewa? Kwa yule ambaye amekusudia kufunga Ashura mwaka huu ajitahidi afunge mwezi 9 na 10. Hii ndio martaba iliyokuwa bora. Wal martabatu thalitha, na martaba ya tatu na ya mwisho, kabla ya martaba ya mwisho, martaba ya tatu Sheikh anasema saumu 9 wal 10, kufunga mwezi 9 na mwezi 10, au al 10, au kufunga mwezi 10, wal 11, na kufunga mwezi 11, ni kufunga mwezi 9 na 10 au 10 na 11. واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما
wa huwa hadithun dhaifun. Wal martabatu rabi'a, na martaba ya 4 na ya mwisho, ifradul ashiri bisawmi, ni kufunga siku ya mwezi 10 pekee, kufunga siku ya mwezi 10 peke yake. Famin ahli alilmi, baadhi ya ahli alilmi, man karihahu, wako ambao wamechukia kufunga mwezi 10 peke yake. Wako katika ahli alilmi wamechukia jambo hilo, wanasema kwamba ifradu siyami yaumi ashura makruhun, kuifunga siku ya Ashura peke yake ili ya mwezi 10 peke yake ni makruh, liannahu tashabbuhun bi ahli alkitabi, kwa sababu kufanya hivyo ni kujifananiza na ahli alkitabi. Wa huwa qawlu ibn Abbas, na hii ndio kauli ya Abdullah ibn Abbas, ala ma huwa mashhurun anhu, hii ndio mashuhuri kwake yeye, imefahamika kwake yeye Abdullah ibn Abbas, anaona kwamba ni makruh kufunga mwezi 10 peke yake. Wa huwa madhhabu al-Imam Ahmad, na ndio madhhabu ya Imam Ahmad, wa baadhi al-Hanafiyya kadhalika, ndio madhhabu ya baadhi ya Hanafiyya. Wa qala akharun, na wengine wakasema, yani min al-ulama, wengine katika ahlul ilmi wanasema la yukrahu, haichukizi kufunga mwezi 10 peke yake, liannahu min al-ayyam al-fadilati, kwani siku hiyo ni katika masiku yaliyokuwa matukufu. Fayustahabbu idraku fadilatiha bisawm, kwa inapendeza kudiriki fadila zake kwa kufunga. Wal adhharu annahu makruhun, kauli ambayo ni adhhar, ni aqrabu ila sawab, kauli ambayo ndio iko karibu sana na usawa, kauli ambayo iko karibu sana na usahihi. Sheikh anasema annahu makruhun, inachukiza. Sawa, na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba inachukiza kufunga siku ile ya mwezi 10 peke yake, fi haqqi man istataa, katika haki ya mtu ambaye alikuwa na uwezo, an yajmaa maahu ghairahu, kwa mtu ambaye ana uwezo wa kukusanya pamoja na ile siku ya mwezi 10 siku nyingine. Kwa maana mtu ambaye anaweza kukusanya siku ya mwezi 9 na 10 akafunga mwezi 10 peke yake, makruhu nayo, inachukiza kwake. Ama mtu ambaye hawezi kukusanya siku 2, ana uwezo wa kufunga siku moja tu, la basa bihi wala yukrahu, na wala haitochukiza kwake yeye. Ama kwa mtu ambaye anaweza kufunga siku ya mwezi 9 na 10 akaacha kufunga mwezi 9 akakusudia kufunga 10 peke yake, basi inachukiza kwake yeye kwa kitendo atakachokuwa amekifanya. Wala yanfi dhalika husulul ajri, lakini jambo hilo halikatai au halikatazi kupatikana malipo ya funga, liman samahu wahdahu, kwa mtu ambaye atafunga siku ya mwezi 10 peke yake. Yani katazo ya kufunga mwezi 10 peke yake, jambo hili halikatazi na halikanushi kupatikana malipo iwapo mtu atafunga siku ya mwezi 10 peke yake, bal huwa muthabun, bali mtu akifunga mwezi 10 peke yake anapata thawabu insha Allahu taala, ma annahu qad taraka ma huwa afdalu, pamoja na kwamba atakuwa ameacha jambo ambalo ni bora zaidi. Kwa hiyo ukifunga mwezi 10 peke yake inachukiza, lakini unapata malipo, pamoja na kwamba unakuwa umeacha jambo lililokuwa bora zaidi. Kwa hiyo Muislamu siku zote anatakiwa kimbilie jambo lililokuwa bora zaidi. Mwisho kabisa Sheikh amefunga risala yake kwa kuomba dua kama ilivyokuwa ada toka mwanzo. Allahumma wafiqna lima yurdika, ewe Allah tukuomba tuwafikishe kwa yale ambayo yanakuridhisha, utuwafikishe kuyafanya yenye kukuridhisha. Wajannibna maasika, na utuepushe kuyafanya maasi. Waj'alna min ibadika as-salihin, na utujalie katika waja wako waliokuwa wema, wa hizbika al-muflihin, na utujalie katika kundi lako liliofaulu. Wa'fu anna watub alaina, na utuafu ewe Mola wetu, utusamehe na utukubalie toba zetu. Waghfir lana wa liwalidina, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
wajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa nafa'a bikum al-islam wal muslimin. Na tanguliza shukrani zangu kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha kuhudhuria majlisi hii toka mwanzo mpaka mwisho na kutuwafikisha kuikamilisha risala hii. Allah tabaraka wa taala atulipe pale ambapo tumepatia, ajalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, na pale ambapo tulikosea basi ni kutokana na upungufu wa elimu yetu kadhalika na udhaifu wetu, na Allah tusamehe. Kadhalika na tanguliza shukrani zangu kwa shekhe wetu na ndugu yangu al-akhi al-fadil Sheikh Abu Ahmad Ntasha, wafaqahu Allah tabaraka wa taala, kwa juhudi zake an-nafi'a al-qayyima, juhudi ambazo zinaonekana, walillahi alhamdu wal minna, na bila shaka hakuna anayependa zitajwe khairi zake mbele yake, lakini Sheikh Abu Ahmad ni katika maduati na ndugu zetu masalafi na mashekhe wa da'wa hii, da'wa salafia katika nchi yetu kadhalika na mkoa wetu wa Dar es Salaam, wa bil khusus katika eneo la Chanika. Ni katika maduati ambao wana juhudi kubwa katika da'wa hii, da'wa salafia, na ni katika mashekhe ambao bila shaka masalafi mnafahamu kwamba pale ambapo inapokuwa kuna mashakili ya kidawa na kadha, inatakiwa mregee kwake kupata ushauri na kadha. Kwa hivyo Allah amlipe kila la kheri ndugu yetu kadhalika, na kwa juhudi zingine ambazo anazifanya kusimamia da'wa. Da'wa inakwenda, walillahi alhamdu. Chanika imetanuka kidawa, walillahi alhamdu wal minna. Chanika ya miaka 8-9 nyuma sio Chanika ya sasa, sio Chanika ya sasa, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hizi ni katika juhudi za Sheikh Abu Ahmad, kadhalika akishirikiana na wenzake katika maduati wa da'wa hii salafia katika maeneo haya ya Chanika, kadhalika na nyinyi Waislamu na wanafunzi kwa juhudi zenu na ushirikiano wenu na mashekhe zenu, ndio dawa imefikia hapa baada ya taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah ambariki shekhe wetu Abu Ahmad na ajalie juhudi hizi na mengineyo yanayoyafanya katika mema fi mizani hasanatihi yawm al-qiyama, kadhalika na wengineo katika maduati na sote wanafunzi ambao tuko chini ya shekhi, kadhalika na mashekhi wengine. Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika haki, atuwafikishe katika manhaji salaf, na da'wa hii da'watu salafia ambayo ni da'wa mubaraka. Allah atuthibitishe katika da'wa hii.